Tarehe 11 mwezi wa 11 2024 litokea tukio lililomhusu Bwana Deogratias Tarimo, mkazi wa Kibaha, mkoa wa Pwani, ambaye alionekana kwenye picha mjongeo au jongefu akipambana na watu waliotaka kumteka, ambao hata hivyo walishindwa kutekeleza azma yao hiyo. Taarifa zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na tukio hilo zilisema kuwa waliokuwa wanatekeleza uhalifu huo ni askari polisi. Uchunguzi ulibaini kuwa waliohusika sio askari polisi na chanzo cha tukio hilo ni wivu wa mapenzi. Watuhumiwa 6 walikamatwa na kufikishwa mahakamani. Aidha, tarehe 24 mwezi wa 8 2024 katika kijiji cha Haiderere, kata ya Haiderere, tarafa Haidom, wilaya ya Mbulu, mkoa wa Manyara, Saulo Samuel Baloho, miaka 44, mkazi wa Haiderere, alitoa taarifa ya uongo kwa kutumia simu ya mkononi kuwa ametekwa tangu tarehe 22 mwezi wa 8 2024 na watu wasiojulikana na kumpeleka Karatu, mkoa wa Arusha, kwa lengo la kumtoa figo. Upelelezi ulibaini kuwa mtuhumiwa kutekwa bali aliondoka nyumbani kwake akimwaga mke wake kwamba anapeleka fedha shilingi za Kitanzania 280,000 ukweni kwa mtoto wake wa kiume ambazo ni mahari aliyokuwa anadaiwa mtoto huyo. Uchunguzi ulibaini mtuhumiwa alizitumia fedha hizo na ili kuficha aibu akaamua kuzusha kwamba ametekwa. Mtuhumiwa alifikishwa mahakamani na kuhukumiwa kulipa faini ya shilingi za Kitanzania 100,000. Tukio lingine ni la tarehe 23 mwezi wa 8 2024 lililotokea katika kitongoji cha Kwedi Java, hii cha Nyasa, kata ya Kangata, tarafa ya Magamba, wilaya ya Handeni, mkoa wa Tanga. Lililomhusu Elia Elifaza Raymond Mchome, miaka 3, mkazi wa kitongoji cha Kwedi Java, ambaye aliuawa na kufukiwa ndani ya chumba walichokuwa akilala na Jackson Elisante Maeda, miaka 23, mkazi wa Kwedi Java, kwa imani za kishirikina. Kabla ya kubainika kwa mwili wa mtoto huyo, taarifa zilisambaa kuwa alikuwa ametekwa na watu wasiojulikana. Mtuhumiwa aliyehusika na mauaji hayo alikamatwa na kesi iko mahakamani. Pia tarehe 19 mwezi wa 8 2024 Ezania Kamana, miaka 36, aliyetoweka bila kufahamika mahali alipokuwa, alikutwa akiwa ameuawa na mpenzi wake aliyefahamika kwa jina la Abdalla Miraji Musa, miaka 42, kisha mwili wake kukatwakatwa na kuwekwa katika mifuko 4 ya sandarusi na kutupwa maeneo ya Ununio. Mtuhumiwa alikamatwa na kesi iko mahakamani. Kuna matukio ya watu 7 ambao waliripotiwa polisi Singida kuwa walipotea au walitekwa. Uchunguzi ulibaini tarehe 8 mwezi wa 8 2024 uchunguzi tarehe 8 mwezi wa 8 2024 ulibaini katika kijiji cha Chalunyangu, kata ya Makuro, tarafa Mtinko, wilaya ya Singida, mkoa wa Singida. Watu hao ambao ni Samweja Sifaeli Saidi, miaka 22, na wenzake 7 waliuawa kwa kukatwa sehemu mbalimbali za miili yao kisha kunyofolewa au kutolewa baadhi ya viungo vya miili yao na kufukiwa kwenye mashimo tofauti tofauti na waganga wa kienyeji waliofahamika kwa majina ya Saidi Haji Msanga, miaka 24, mkazi wa kijiji cha Migungu, pamoja na Kamba Kasubi, miaka 34, wakishirikiana na wenzao 12. Aidha, baada ya ufuatiliaji bainika miili mingine 3 iliyofukiwa wilaya ya Chemba, mkoani Dodoma, na kufikisha jumla ya watu 10 waliouawa na watu hao. Kabla kubainika miili yao, taarifa zilisambaa kuwa watu hao walikuwa wametekwa na watu wasiojulikana. Watuhumiwa 13 walikamatwa, kesi iko mahakamani. Tarehe 31 mwezi wa 7 2024 wafanyabiashara 2 wa wilaya ya Songea, mkoa wa Ruvuma, waliofahamika kwa majina ya Ray James Hiera na Riziki Mbarara Mohamed, walidaiwa kutekwa baada ya kutoonekana kwa siku kadhaa
bila taarifa, huku simu zao zikiwa hazipatikani. Upelelezi ulibaini kuwa watu hao waliuawa na mganga wa kienyeji aliyefahamika kwa jina la Mtila Msua Ausi, miaka 29, mkazi wa Lugunga, wilaya ya Tunduru, katika pori la Mdingula, uwanja wa ndege, kwa kuwanywesha sumu na yeye kuchukua pesa kiasi cha shilingi za Kitanzania milioni 15 ambazo marehemu alibeba na kwenda nazo kwa mganga huyo ili ziombewe dua. Watuhumiwa 3 walikamatwa, kesi iko mahakamani. Tukio lingine ni la tarehe 3 mwezi wa 7 2024, lililoripotiwa likiwahusu watoto wawili, mmoja miaka 12 aliyekuwa mwanafunzi wa darasa la 7 katika shule ya msingi Busenga, na mwingine miaka 8 aliyekuwa mwanafunzi wa darasa la 2 katika shule ya Akiba English Medium iliyopo wilaya Ilemela, waliojiteka na kupanga nyumba katika eneo la wilaya ya Nyamagana na kuanza kuwapigia simu wazazi wao kuwa wametekwa, wako Buhemba mkoani Mara, na watekaji wanahitaji shilingi za Kitanzania 100,000. Watoto hao wanaendelea kufuatiliwa tabia zao chini ya ustawi wa jamii na jeshi la polisi. Hali kadhalika, tarehe 3 mwezi wa 7 2024, John Zefania Mboge, mkazi wa Goba Center, aliyekuwa akitokea benki ya CRDB tawi la Coco Plaza, alikamatwa na watu 7 na kumuingiza kwenye gari namba T 458 DYU Toyota kisha kumpora pesa. Watuhumiwa 7 walikamatwa na kufikishwa mahakamani. Tukio lingine ni la tarehe 17 mwezi wa 6 2024, lililotokea katika kitongoji cha Kabionda, kijiji cha Mulele, kata ya Ruhanga, tarafa Kamachumu, wilaya Muleba, mkoa wa Kagera, ambapo mtoto aliyefahamika kwa jina la Noela Novat Asimwe, miaka 2.5, mwenye ulemavu wa ngozi, aliripotiwa kutekwa na watu wasiojulikana. Uchunguzi wa polisi ulibaini kuwa mtoto huyu ameuawa kwa kunyongwa shingo na kunyofolewa baadhi ya viungo vya mwili ikiwemo mikono yote miwili, kisha mwili wake kutupwa kwenye daraja ukiwa umefungwa kwenye mfuko wa sandarusi. Watuhumiwa 9 akiwepo baba yake mzazi walikamatwa, kesi iko mahakamani. Katika tukio lingine la tarehe 15 mwezi wa 5 2024, mtoto ambaye jina lake limehifadhiwa kwa ajili za kiusalama au kisheria aliripotiwa kutekwa katika maeneo ya Manjelwa, Ilomba, wilaya ya Mbeya, mkoa wa Mbeya, na Winfrida Martin Komba, miaka 36, mkazi wa Vingunguti, Dar es Salaam, kwa kushirikiana na mama mzazi wa mtoto huyo aitwaye Agnes Jacob Mwalubuli, ikiwa ni njama waliopanga ili kumshinikiza baba mzazi wa mtoto huyo atoe fedha za Kitanzania milioni 20 ili mtoto aachiliwe na watekaji, la sivyo watamuua. Watuhumiwa 3 walifikishwa mahakamani na mtuhumiwa mmoja alihukumiwa kifungo cha miaka 3 jela. Mmoja alihukumiwa, ambaye ni mama mzazi, kifungo cha nje cha miezi 12.